Naam, karibu tena mtazamaji. Uwanja wa siasa nchini unatikisika kwa mienendo mipya na uaminifu unaobadilika kutoka kwa wanasiasa waliotangaza kujiondoa katika chama cha UDA hadi mkutano mkubwa wa wagombea wa UDA katika ikulu ya Nairobi. Matukio haya yameibua maswali kuhusu mshikamano wa vyama vya kisiasa katika safari ya uchaguzi mkuu. Usiku wa leo tunakuletea simulizi ya mabadiliko ambayo wataalamu wa siasa wanasema kwamba yanaweza kuwa mitetemeko inayounda uchaguzi wa mwaka 2027. Mwanahabari wetu Vera Mora na maelezo zaidi. Wasemavyo samaki akiruka kutoka baharini na kutangaza kuwa mamba ni mgonjwa, muamini samaki. Millicent Omanga, mgombea wa uwakilishi wa wanawake kaunti ya Nairobi mwaka 2022 kwa tikiti ya UDA, sasa ameanza sura mpya ya kisiasa. Saizi hii ni window ya hoteli. Sisi wote tuende tukule ile hoteli. Si mnasikia wabunge wenu wanashinda State House? Si wanashinda State House? Wanaenda kila mtu kila wiki anapata 2,000,000 anakuja naye, na muhakikishe wao wanakuletea chakula hapa kwa ground kwa sababu wanatoa State House, na hiyo ni ile pesa yetu ya ushuru. Tarehe 7 Februari mwaka 2026, akiwa Gatundu Kusini, Omanga alitangaza uamuzi wake akidokeza kujiunga na muungano wa vyama vya upinzani. Lakini Omanga kwa kipindi kirefu alikuwa karibu na kitovu cha mamlaka. Alishiriki na wakubwa wa chama cha UDA. Mara nyingi alitumia mvuto wake kuvutia watazamaji na pengine wapiga kura. Daima akiwa amevalia rangi za chama na akionekana kufurahia sherehe za chama. Na alipopewa fursa kutetea kile alichoamini kilikuwa kimeumbwa mbinguni, alijitolea kikamilifu kutetea injili ya chama cha UDA. Hasla yeye ndiye anaelewa mahasla wenzake what they go through. Ila nyufa za kuondoka kwa Omanga hazijaonekana jana. Oktoba mwaka 2024 alikataa nafasi iliyotolewa na kiongozi wa chama chake, Rais William Ruto, ambaye alikuwa amemteua kuhudumu katika tume ya kusafisha mto Nairobi. Omanga akasusia wito huo, uamuzi ambao uliibua mjadala mpana, na huenda uamuzi aliofanya hivi karibuni ni sehemu ya sababu za kususia kwake. Kujiondoa kwake kunafuata wimbi la mabadiliko ya kisiasa. Kiongozi wa DCP na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua vilevile alitangaza kwamba wakili Nelson Havi na mbunge wa bunge la Eana Kanini Kega wamejiunga rasmi na upinzani. Yote haya yanajiri siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuandaa hafla ya kuvutia ya wagombea wa UDA katika ikulu ya Nairobi. Ila mipasuko hii sasa inaashiria nyufa ndani ya UDA na mtetemko wa ardhi ya kisiasa utakaoathiri uchaguzi wa mwaka 2027. Vera Mora, KTN. Na Rais William Ruto amesisitiza kwamba